Na si shida sana Mungu kusema na watu. Shida iliyopo ni watu kusikia Mungu anaposema. Na jambo kubwa zaidi ni watu kujua anayesema ni Mungu ama ni kitu kingine. Jambo la muhimu sana ni kutofautisha sauti hizo zinazosema na wewe. Mara nyingi sana tuna watu waliopotea wanaosema Mungu alisema nao. Watu waliopotea wanasema tuliona ndoto. Kusikia sauti ni kitu kimoja, kujua ni nani amesema ni kitu cha pili. Waga shetani anachukua nafasi ya Mungu haraka kusema. Wakati wote unapojikita, shetani huwa anachukua haraka nafasi ya kukuonyesha ni Mungu anasema na wewe, wala sio yeye anasema na wewe. Na taarifa nyingi mbaya unazozipata huwa hazitoki kwa Mungu, zinatoka kwa shetani. Mungu hawezi kukuonyesha fulani ni mchawi, maana anajua moyo wa mwanadamu ni dhaifu, utamchukia. Ni nani aliyeko hapa aone fulani ni mchawi na amemloga atampenda? Je, Mungu anaweza akakuambia taarifa zitakazosababisha chuki? Mungu huwa anasema na wewe na analeta sentensi, positive language. Lugha ya Mungu siku zote waga ni positive language. Waga analeta sauti itakayokusaidia. Akikuonyesha maono hata kama ni ya wachawi na nini, anakuonyesha vile umeshughulikia hao wachawi ukawapiga. Kama jirani yako ni mchawi au ni adui yako, Mungu hatakuletea sentensi zitakazosababisha huyo jirani uchukie. Atakuletea, atakuonyesha, atasema na wewe lugha ambayo itakuonyesha kumshinda adui yako. Ukiona unaomba, ukaanza kuona maono, fulani ndio anakuloga, fulani ndio anafanya hivi, adui yako ni huyu. Ukianza kuona hayo maono, hiyo ni lugha ya shetani. Anatengeneza vitu vitatu kwa hofu, mashaka, anakuibia imani na anatengeneza chuki. Mara nyingine watu kutofautisha sentensi ama sauti za watu, sauti za kazi, sauti za maisha yake, sauti za mapepo, wanafikiria Mungu anaongea. Ndoto sio vitu vya kupuuza, maono sio vitu vya kupuuza, lakini ni vitu vya kutafuta tafsiri